kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. So wale ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu wataweza kuelewa kile ambacho ninakizungumzia siku ya leo. So ili kutambua kanisa lako kama ni la kuabudu shetani, kwanza utakapofika katika kanisa ama jengo lolote, ama katika jengo la kanisa kumechorwa ndege aina ya dove, ama ameuma rose flower katika pulpit, ujue ya kwamba hilo kanisa ni la kuabudu shetani. Ujue ya kwamba hilo ni kanisa la shetani. Watu wengi wanaweza fikiria ya kwamba inaashiria Roho Mtakatifu. Lakini mfungue macho, kwa maana shetani ni mjanja sana. Shetani ni mjanja, na tukiangalia ya kwamba wakati baba yetu Yesu Kristo alipokuwa akibatizwa, Roho aliweza kushuka kwa aina ya dove. Roho aliweza kushuka kwa aina ya dove ama hua, na sauti ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ambao nimependezwa naye. Lakini mjue ya kwamba shetani huwa anaweza ingilia mahali popote na huwa anajifananisha. Je, niliweza kutoa zile siri zingine katika pesa mpya ya Kenya. Utapata yule ndege katika pesa mpya za Kenya, ambao hawa ni wapinga Kristo, ama hawa ndio wapinga baba yetu Yesu Kristo, manabii wa uongo na presidents wote ama marais wote ama wafalme wote kote dunia nzima ambao wameungana ili kumpinga baba yetu Yesu Kristo. Hawa ndio the man of evil ambao sasa hivi wako duniani na watu wengi hawawezi kutambua. So inahitaji wisdom ama hekima ya baba yetu wa mbinguni ili ukaweze kutambua siri zao. Na pia kwenye makampuni utapata yule ndege amechorwa pale. Acha nionyeshe, utapata yule ndege amechorwa pale. Sijui kama mtamuona vizuri. Hii ni aina ya mmoja wao ya mark ya devil worship. So kama iko pale kanisani kwenu, utaweza kuelewa hiyo ni kanisa ya kishetani. So na usiweze kufuata yale ambayo wanatenda. Msiweze kufuata yale matendo yao, lakini msikose kwenda kanisani kwa sababu ya uoga. Imani yetu ndio itaweza kutishindania vita hizi za dunia. Na utaweza kupata pia roses ambazo ziko katika pulpit. Hii yote sio wisdom yangu, ni wisdom ya baba yetu Yesu Kristo. Utaweza kupata roses ambazo ziko pale kwa pulpit. Hiyo ujue pia ni kanisa ya kishetani. Ndio maana tattoos mingi, mtu ambaye anachora tattoo utapata ameshawishika kuchora alama ya rose flower. So katika makanisa ya Catholic wanatumia sana roses pale kwa madhabahu yao. Na pia kanisa la Catholic saisi wakati wa kutumikia sanamu, ni wakati wa kuabudu baba yetu wa mbinguni katika roho na katika kweli. So kwa maana mtu yoyote ambaye anamtumikia shetani, anayeabudu sanamu, wataweza kwenda katika moto wa jehanamu ambao ni moto wa milele na milele, vile maandiko yanasema. So utapata pia katika makampuni yule ndege yuko, na kwa magari imechorwa, magari zingine pia wamechora ndege. So hiyo ndio alama ya shetani. So tufunguke, naombeni mkapate kufungua macho, na pia mkaweze kufunguka macho. Na tukiangalia katika kitabu cha Genesis, watu wengi wanaweza fikiria ya kwamba inaashiria Roho Mtakatifu, lakini tukiangalia katika kitabu cha Genesis chapter 8 verse 10 inasema, after 7 days Noah again sent out the dove, and that afternoon the dove had a fresh olive leaf in his mouth. This was a sign to show Noah that there was dry ground on the earth. So hii katika makanisa ya kishetani yanaashiria kukauka. Ndio maana utapata Wakristo wengi mambo yao yamekauka, biashara hazisongi, utapata wakijaribu jambo alifanikiwi, kwa maana hawa ndio maadui zetu. Utapata Wakristo wengi kanisani, utapata
afya zao zimekauka, kwa maana makanisa mengi wanatumia majini ya aina ya ndege. Unaweza jiuliza ya kwamba unapokuwa kanisani utapata vindege vidogo vidogo, mostly utaviona wakianza maombi, utapata vimeanza kuja katika jengo la kanisa. So tuweze kuchunguza, sio kila roho ambaye anatoka kwa Baba yetu wa mbinguni. So naombeni mkapate kufunguka macho na mkapate kujiweka tayari ili hawa watu wasiweze kukuangamiza. Kwa maana utakapoishi maisha mabaya na unaendelea kwenda kanisani, hawa ni watu ni rahisi sana kukuangamiza kama hauishi maisha matakatifu. Na pia tunafaa tuishi maisha matakatifu ili tukapate kuokolewa na Baba yetu Yesu Kristo akatuokoe na majaribu makali ambayo yako duniani. So na jambo lingine ni madhabahu zao ziko sawasawa na za waganga. Utapata kuna vitambara za red, sana sana wanatumia kitambaa ya red, wanatengeneza madhabahu yao. Na pia utapata kuna kitambaa ya black sawasawa na waganga. Waganga sana sana wanatumia vitambaa hivi vya red na vitambaa vya black. So ujue hiyo ni madhabahu ya kishetani. Na pia sadaka kuangushwa kanisani. Tukiangalia 1 Samuel chapter 2 verse 16 mpaka 17, hapa naomba ukaweze kusoma vile Baba yetu wa mbinguni aliweza kuangamiza vijana wa Eli ambao walikuwa hawaheshimu sadaka. Baba yetu aliweza kuangamiza. So na wao hawawezi kuheshimu sadaka ya Baba yetu wa mbinguni mpaka wanaangusha sadaka kwenye madhabahu. So yule ambaye anatoa sadaka kanisani, maandiko yanasema sadaka ya Baba yetu wa mbinguni haichanganywi na mashetani. Ndio maana unatoa sadaka, unatoa fungu la 10 na hakuna kitu ambayo itaweza kuchange, kwa maana unatoa sadaka kwa njia mbaya. Watu wengi wanajua neno lakini wanapuuza neno la Baba yetu wa mbinguni. Ni wakati wa kusoma maandiko matakatifu na mkapate kuelewa zaidi na zaidi. So utapata pia vile nilitangulia kusema, kanisa la Catholic wanaabudu sanamu. Kanisa la Catholic wanaabudu sanamu na wanashirikishwa pia kuabudu sanamu. Wanashirikishwa kuabudu sanamu kwa sababu hawa watu ni wajanja. Walijua wakitengeneza sanamu ya Baba yetu Yesu Kristo na wakitengeneza sanamu ya mama yetu Bikira Maria, watu wengi wataweza kuabudu ama kutumikia zile sanamu. Na Baba yetu hapendi watu wake wanapoabudu sanamu. So na utapata pia kuna watu wengine wamepewa rozari. Utapata kuna rozari na iko na sanamu mahali pale, na watu wengi wanaweza kuheshimu zile vitu. Sasa tunafaa tuombe Baba yetu katika roho. Baba yetu ni spirit na tunafaa tumwabudu katika roho. So ni wakati wako wa kutupa hizo sanamu ili Baba yetu Yesu Kristo akapate kukuokoa na kila dhiki ambayo itaweza kuja utakapojaribiwa. Ni wakati wa kutupa hizo sanamu na mkapate kumrudia Baba yetu wa mbinguni. Kwa maana unapoingia kanisani kuna vile Catholics huwa wanainama ili wakapate labda unafikiria ya kwamba unainama unaheshimu pale kwa madhabahu maybe, lakini ujue ya kwamba watu wengi wanatumikishwa shetani ama sanamu bila yako kujua. Ama saa zingine unapoomba una kiss ile sanamu pale. Kumbuka Baba yetu Yesu Kristo alitufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi sote, na utakapoacha kutumikia shetani, Baba yetu Yesu Kristo ataweza kukuokoa na ataweza kukusaidia, utaweza kuepuka moto mkali wa jehanamu. So aliye na sikio na asikie, kwa maana mafundisho yangu huwa naongozwa na Roho Mtakatifu. So mkapate kutupa zile sanamu na mkapate kumrudia Baba yetu wa mbinguni. So na pia makanisa mengine yanapewa chumvi ama unapewa stika, unaambiwa nenda ukastick kwa mlango wako. Kumbuka hizo ni sanamu. Na ama unaambiwa haya ni maji ambayo yamegeuzwa kuwa damu ya Baba yetu Yesu Kristo. Hapana, huo ni uongo wa manabii hawa wa uongo. Tumwabudu Baba yetu Yesu Kristo katika roho. Baba yetu Yesu Kristo ili akapate kututetea. So
Watu wengi wanapewa hiyo chumvi. Hiyo ni kama sanamu ambayo wanatumikia, kwa maana watu wanaamini chumvi na hawaamini damu ya baba yetu Yesu Kristo. Ama watu wanapewa maji, ama wanapewa hiyo stika, badala waamini damu ya baba yetu Yesu Kristo inaweza damu ya baba yetu Yesu Kristo inaweza kufungua laana ya aina yoyote. Wao wanaweka imani yao kwa chumvi ama kwa maji ama vitu ambazo hazifai. So hawa watu wanashirikisha watu kutumikia miungu zingine. So utapata pia kuna majina kuchukuliwa makanisani. Mchawi akitaka kukuroga huwa anatumia majina yako. Mchawi akitaka kukuroga anatumia majina yako. So tufungue macho na ukaweze kuombea chochote ambacho kinatumika kuzimu. Na pia utapata unaitishwa nguo kanisani, na mchawi akitaka kukuroga huwa anachukua nguo yako. Inaweza kuwa ulipeleka pia certificates zako za shule. Ni wakati wako wa kuomba kupitia damu takatifu ya baba yetu Yesu Kristo, ili ukaweze kutakasa, baba yetu akaweze kutakasa chochote chako ambacho kiliweza kutumika kuzimu, ambacho kinakunenea wewe mabaya. Labda inaweza kuwa ni pesa ambazo unatoa katika madhabahu zao, unatoa sadaka katika madhabahu za kishetani ambayo inanena, na sadaka huo inanena. So ni wakati wako wa kuombea hizo vitu zako zote ambazo zinatumika kuzimu. Inaweza kuwa umetafuta kazi au pati, inaweza kuwa umetafuta mume hauolewi, inaweza kuwa umetafuta mke au pati. Kumbe ni vitu ambazo we mwenyewe unapeleka katika madhabahu za kishetani. So ni wakati wako wa kufunguka macho. Na pia utapata kuna mambo mengi huwa yanafanyika pale makanisani, kama kuosha miguu. Mchawi akitaka kukuroga huwa anachukua mchanga mahali ambapo ulikuwa umekanyaga. So hizi ni practices ambazo ni za kishetani ambazo zinafanyika pale makanisani. Ama pia kupasua chungu. Mimi nimetembelea makanisa mengi, na baba yetu Yesu Kristo alikuwa anataka nitembee katika hayo makanisa ili nikapate kufungua Wakristo macho ambaye bado wana practice haya mambo ya kishirikina pale makanisani. So kupasua chungu kwa Wakamba wanajua maana ya kupasua chungu. Hiyo ni aina ya laana. So naombeni mkaweze kufunguka macho, na sio kila kitu ambacho mnaambiwa kanisani mnafanyiwa. Sasa ni wakati wa kujiombea wewe mwenyewe, na ujiombee na utubu, na ukujiombea na utubu. Na kwa wale ambao wanaenda bado kutubu kwa padri ambao wanamuita father, ni wakati wa kutubu kwa baba yetu wa mbinguni. So ndio maana maandiko yanasema tusiweze kuita mtu yoyote hapa duniani baba, kwa maana tunaye baba mmoja ambaye ako mbinguni. Ndio maana watu wengi wamekuwa brainwashed, wanaita hawa watu baba, wanaita hawa watu mama, ama wanawaita father. Unapata Mkristo anajua ako na babake na ako na mamake, lakini wao unapata mamake anateseka nyumbani, lakini utapata huyu nabii wake anapomuitisha kitu anatoa kwa haraka kuliko kusaidia yule mzazi wake nyumbani. So ni wakati wako wa kufunguka macho, na ukaweze kusaidia wazazi wetu, ukaweze kusaidia mzazi wako. Labda anaweza kuwa anateseka na umekuwa brainwashed kanisani. Naomba ukapate kufunguka macho na kujiombea mwenyewe ili ukaweze kutoka kuzimu. Na utapata pia kuambiwa kulazimisha watu wafungwe. Unaweza pata leo mnaambiwa leo ni siku ya kufunga, ama kesho ni siku ya kufunga. Na Mkristo yeyote anajua ya kwamba mtu afai kuambiwa kufunga. So hawa ni watumishi wa kishetani. Tukiangalia katika kitabu cha Matthew chapter 16, Matthew chapter 6 verse 16 mpaka 18 inasema, utakaposoma yote unapofunga, jisomee mwenyewe. Matthew 6:16 mpaka 18 inasema, unapofunga usikasirike kama wanafiki. Hawa wanaweka uso wa kuteseka ndio watu wajue wanafunga. Ukifunga, osha uso wako ndio mtu yoyote asijue kama unafunga, except baba yako wa mbinguni. Anaona kinachofanyika sirini na atakuzawadia. So mtu yoyote asiweze kukulazimisha ufunge. Funga vile Roho Mtakatifu. Kufunga ni kufast. Funga vile Roho Mtakatifu atakavyokuongoza wewe ufunge. Unaweza funga dry fasting, unaweza funga asubuhi mpaka jioni bila chakula, vile Roho Mtakatifu atakavyo kukuongoza.
Na pia ndio maana hao watu wakitaka kusaidia watu wana announce, na watu wengi wanajua vile mafundisho yanasema, unapotoa mkono wacha iwe kwa siri, na Baba yetu wa mbinguni ataona kile ambacho kinatendeka